taswira gani? Tunaendelea. Utafiti wa taasisi ya kiserikali ya Twaweza umebainisha kuwa Chama cha Mapinduzi CCM kinaongoza katika nafasi ya urais kwa zaidi ya 65%, kikifuatiwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema chenye 25%. Kwa upande wa nafasi ya ubunge, CCM inaongoza kwa 60% na udiwani 60%. Chadema kikipata 26% katika nafasi ya ubunge na udiwani 24%. Kumradhi mpendwa mtazamaji, taarifa zaidi tunaungana naye Agata Kisimba. Kwa mujibu wa ripoti ya utafiti huo ambao ulifanyika kati ya Agosti na Septemba mwaka huu, uliwahoji kwa njia ya simu wananchi ambao walitaja moja kwa moja majina ya wagombea, na Dr. John Magufuli alitajwa kwa wingi zaidi ikilinganishwa na mgombea wa UKAWA kupitia Chadema. Chama cha Mapinduzi bado kinapendwa na Watanzania walio wengi. Wahojiwa wetu asilimia zaidi ya 60 bado wana ukaribu na chama. Asilimia hiyo 60 watachagua diwani, mbunge na rais wa chama hicho. Na chama kinachofuata ni Chadema ambapo asilimia 25 watamchagua Edward Lowassa, au walikuwa wanadhamiria kumchagua Edward Lowassa. Sisemi kwamba watamchagua, sio utabiri. Walituambia kwamba uchaguzi ungetokea ile siku ya mahojiano yetu sisi na wao, ambayo kwa wiki ya mwisho ya mwezi wa 8, wangemchagua fulani au fulani au fulani. Kuhusu matarajio kwa baadhi ya wananchi kukuta neno la UKAWA katika karatasi za kupigia kura wakati wa uchaguzi, Aidani anafafanua. Tumegundua pia kuwa wengi wanafikiri kwamba kwenye karatasi za kupiga kura neno UKAWA litakuwepo pale, na kisheria halitakuwepo kwa sababu UKAWA haijasajiliwa kama chama, kinyume na ambapo asilimia 49 ya Watanzania wanafikiri kwamba UKAWA imesajiliwa kama UKAWA kama chama rasmi. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo tumeyagundua kwamba kuna uelewa, ndio wana dhamira ya kujichagulia viongozi wao, lakini kuna taarifa fulani za msingi ambazo hawazielewi. Baadhi ya wananchi na wadau wa siasa walioshiriki kusikiliza matokeo ya utafiti huo wa Twaweza walikuwa na maoni tofauti. Kama ningeelewa mchanganuo wa waliohojiwa, sababu hapo waliohojiwa ni 1840, lakini sasa kati ya hao hatujui vijana ni wangapi, kina mama ni wangapi. Lakini mchanganuo waliotoa ni kwamba tofauti ya vijiji na wa mjini, lakini hatukuweza kufahamu kwa undani. Labda hiyo ingeweza kunifanya mimi nikaelewa zaidi. Haya ni maoni na sio matokeo ya uchaguzi. Ni muhimu kuzingatia kwa wananchi na wanasiasa wazingatie kwamba haya ni maoni ya watu waliohojiwa ambao wamepatikana kisayansi, na tunasema kisayansi kwamba ni utabiri wa kisayansi kuhusu matokeo ya uchaguzi angekuwaje, lakini hasa matokeo yenyewe yatajulikana tarehe 25 baada ya wananchi kupiga